Kuna mtu ameniuliza swali kwamba inawezekana vipi hadi mgonjwa wa vidonda vya tumbo akafikia hatua ya kufanyiwa upasuaji. Sasa nimeamua nitengeneze video hii pia nikujibu na ujifunze. Vidonda vya tumbo mojawapo ya complication ni pamoja na kitu tunakiita peritonitis. Peritonitis maana yake ni kwamba ule utando au kuta ambazo zinazunguka cavities, yani nafasi mbalimbali kwenye mfumo wa tumbo kama hivi unavyoona, yani sehemu ambazo viungo vinakuwa vinatunzwa, yani kwenye zile sehemu ambazo viungo vinakuwa vizunguka na utando fulani hivi au layer fulani hivi ambayo inaitwa peritoneum. Sasa ile peritoneum, endapo kama kwenye tumbo pakawa pana kidonda, kile kidonda kikatoboa ikafikia mahali kikatengeneza kikasababishia maambukizi kwenye hizo cavities au kwenye hizo layers, au zikasababisha kemikali za tumboni zikaingia pale zikaharibu, unapata kitu tunakiita peritonitis. Sasa peritonitis ni hali ya dharura, unapelekea tumbo linakuwa linavimba, linakuwa linauma sana ukiligusa. Mtu anaweza akapata shock na unaweza ukafa kama isipokuwa managed mapema. Kwa hiyo ni hali ya inaweza ikahitaji kufanya upasuaji kutokana na vidonda vya tumbo. Kitu cha pili ni swala la kuvuja damu. Vidonda vya tumbo vinaweza vikasababisha mtu akaanza kuvuja damu kwa wingi zaidi, na hiyo inaweza ikapelekea akaanza kutapika damu, apata upungufu mkubwa wa damu ambao inaweza ikahitaji upasuaji au ikahitaji ile ya kutumia endoscope kuzuia damu isitoke maeneo yale, au ikahitaji kufanya upasuaji kabisa. Sababu zipo zingine mbalimbali, lakini hizi ni common zaidi ambazo zikapelekea mtu akafanya upasuaji sababu ya vidonda vya tumbo. Na hii sijasema ili kukutisha, ila najaribu tu kuelezea kujibu swali la ndugu yetu alituuliza. Na uzuri kwamba matibabu yapo hospitali, kwenye dawa za asili matibabu yapo. Lakini popote unapokuwa unafanya matibabu, hakikisha kwamba unajifunza pia lifestyle nzuri. Yaani unakula chakula vizuri, unajifunza lifestyle nzuri ili upate matukio ambayo ni mazuri zaidi, ambayo yatakuwa ni endelevu. Maana wengi wao wanatibu lakini baada ya muda mfupi narudi tena kule na kwa sio jambo zuri. Lakini kama bado unazunguka upate mwongozo mzuri, unaweza ukanicheck alafu nitakusaidia. Mungu akubariki, take care.